Nashukuru Mungu wa mbinguni kunipa kibali tena kusimama mbele yenu kulisema neno lake. Namshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wake kunipa nafasi ya kusimama imani mwake. Namshukuru Mungu kwa ajili ya mchungaji kiongozi, kwa ajili ya maombi, kwa ajili ya kanisa la Bwana. Na washukuru viongozi wote wa Mispa na watumishi wote. Mungu anatupenda, Mungu anatujali. Amen. Tufungue Yeremia sura ya 30. Kitabu cha nabii Yeremia sura ya 30 kuanzia mstari wa 17 hadi 22. Yeremia sura ya 30 tutaanzia mstari wa 17 hadi mstari wa 22. Nasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Neno la Mungu linasema, maana nitakurudishia afya, mimi nitakuponya jeraha zako, asema Bwana. Kwa sababu wamekuita mwenye kutupwa, wakisema ni Sayuni ambao hapana mtu autakaye. 18. Bwana asema hivi, tazama nitakurudishia tena hema za Yakobo zilizohamishwa na kuyahurumia makao yake, nao mji huo utajengwa juu ya magofu yake wenyewe, nalo jumba litakataliwa kama ilivyokuwa desturi yake. Mstari wa 19. Tena kwao itasikiwa shukrani na sauti yao wachangamkao, nami nitawazidisha wala hawatakuwa wachache. Tena nitawatukuza wala hawatakuwa wanyonge. Mstari wa 20. Watoto wao nao watakuwa kama zamani, na kusanyiko lao litadhibitika mbele zangu, nami nitawaadhibu wote wawaoneao. 21. Na mkuu wao atakuwa mtu wa kwao wenyewe, naye mwenye kuwatawala atakuwa mtu wa jamaa yao, nami nitamkaribia naye atanikaribia. Maana ni nani aliye na moyo wa kudhubutu kunikaribia, asema Bwana. Mstari wa 22. Nanyi mtakuwa watu wangu, nami nitakuwa Mungu wenu. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni nabii Isaya, alitumwa kwa wana wa Israeli. Nami nalisema hili neno mchana wa leo kwenye hema la Mispa, ya kwamba Mungu amesema ya kwamba atarudisha afya zenu zilizoibiwa. Haijalishi ni afya ya mwili, Mungu atarudisha. Haijalishi ni afya ya kiroho, Mungu atarudisha. Haijalishi ni afya ya ufahamu, Mungu atarudisha. Haijalishi ni utayari ulioibiwa, Mungu atarudisha. Haijalishi ni usikivu wa kiungu ulioondolewa kwenye masikio yako, Mungu atarudisha. Haijalishi ni watoto wako hawakusikilizi, Mungu atarudisha kusikilizana na familia yako. Haijalishi ni wateja hawakusikilizi, Mungu atakufanya kusikilizwa na wateja. Haijalishi ni uchumi umekukataa, Mungu atarejesha tena uchumi kwako. Mungu anaposema atarejesha afya, afya imegawanyika katika makundi mengi. Kuna afya katika elimu, kuna afya katika elimu, kuna afya katika uchumi, kuna afya ya kimwili. Hayo yote Mungu anaahidi ya kwamba atarejesha kwa wana Mispa, kwa sababu mmekuwa wasikivu, mmekubali neno lake, mkaja mkatii, mkakaa, mkatulia. Mungu ataachilia afya kwenye maisha yenu. Mungu ataachilia afya kwenye ndoa zenu. Mungu ataachilia afya kwenye elimu ya watoto. Kwa sababu gani? Mungu anaposema atarudisha, Mungu hakuna wa kumpinga Mungu. Mungu akisema amesema, na neno la Mungu alijipingi, na hakuna atakayeweza kumpinga Mungu. Hata wainuke, wapae, wafanye nini, hawataweza kuzuia, kwa sababu Mungu ameshaweka ahadi ya kwamba Mungu atarejesha afya wana Mispa. Ndivyo itakavyokuwa mchana wa leo. Mungu anaenda kurejesha
kurejesha afya yako iliyoibiwa. Mungu anaenda kurejesha utayari wako ulioibiwa. Mungu anaenda kurejesha ufahamu wako ulioibiwa. Mungu anaenda kurejesha watoto wako walioibiwa. Waliibiwa kwenye ulimwengu wa roho, atawarejesha tena. Wataonekana kwenye ulimwengu wa nyama na damu. Walikuibia ufahamu, Mungu anaenda kurejesha ufahamu wako. Walikuibia uonekano wako, uliokuwa unaonekana, Mungu anaenda kurudisha uonekano wako. Utaonekana kama Mungu alivyokuumba. Utaonekana kama wanadamu wanavyokutazama. Utaonekana kama chombo kipya kilichotoka kwa Bwana. Utaonekana kama chombo kipya kilichorado na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi wamekupunguzia mwendo, unaenda ufiki kwenye uchumi, unagusa hiki akisogei, na kuambia mchana wa leo, Mungu anaenda kuachilia mafuta ndani yako. Utafanya kazi, kazi itaonekana. Watoto watasoma, elimu itaonekana. Utafikiri na wazo lako litasaidia na wengine. Utatazama na utaona. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 18 anasema, mstari wa 18 anasema, Bwana asema hivi, tazama nitarudisha tena hema za Yakobo zilizohamishwa na kuyahurumia makao yake, nao mji huo utajengwa juu ya magofu yake wenyewe, nalo jumba itakataliwa. Narudia tena, maandishi ya Biblia ni madogo. Mstari wa 18 anasema, Bwana asema hivi, tazama, Bwana ninena maneno ya kuhamisha watu kwenye hema la Mispa. Mungu anasema atarudisha tena. Mungu atasema atarudisha tena. Tutakaa kama tulivyokuwa mwanzo, kwa sababu mwanzo wa huduma hii watu walikuwa wamefurika, hata tukawa tunakaa pembeni, hamna mahali pa kukaa. Ndivyo Mungu anavyoenda kufanya, kwa sababu ametamka ya kwamba huu ni mwaka wa kushinda, na ndivyo kanisa linavyoenda kushinda kwa kurudisha watu wake hemani. Mungu anaenda kurudisha watu hemani. Haijalishi ni watu wa namna gani, haijalishi ni walevi, Mungu atawarejesha. Watarado watakuwa chombo kipya. Mungu atawarejesha, watakaa watarado na neno la Bwana. Haijalishi ya kwamba ni watu ambao wamesaulika, Mungu atawarejesha, wataenda kukubalika tena. Mungu atawarejesha, wataenda kuinuliwa tena. Haijalishi ya kwamba ni watu hawana kitu chochote, Mungu ataenda kuwarejesha, watashika fedha, watashika mali, kwa sababu ni ahadi yetu ya kwamba nchi na vyote vya dhahabu ni mali ya Bwana, dunia na wote wakao ndani yake. Dhahabu ni mali yake, almasi ni mali yake. Hivyo ni saa imefika ya watu wa Mungu kwenda kumiliki vile Mungu ambavyo ametuahidia. Amesema ya kwamba atarejesha tena watu kwenye maskani yake, na ndivyo itakavyokuwa. Haijalishi umetengwa na familia yako, Mungu anaenda kurejesha tena familia yako. Haijalishi umetengwa na ndoa yako, Mungu anaenda kurejesha tena ndoa yako. Haijalishi umetengwa na afya yako, Mungu anaenda kurejesha tena afya yako. Haijalishi umetengwa na fedha, Mungu anaenda kuachilia fedha tena kwenye mikono yako. Haijalishi umetengwa na marafiki wazuri, Mungu anaenda kurejesha tena marafiki wazuri. Haijalishi umetengwa na sponsor, Mungu anaenda kurejesha tena kwenye sponsor kwenye mtu wako. Haijalishi watoto wako wametengwa na elimu, Mungu anaenda kurejesha tena elimu kwenye ufahamu wa watoto wako. Bwana Yesu asifiwe. Tutakula na kunywa kwa sababu ni ahadi ya Bwana ya kwamba tukitii tutakula mema ya nchi, na ndivyo itakavyokuwa. Kwa kuwa tumelitii neno la Mungu, ni nafasi ambayo Mungu anatoa kwa wana Mispa ya kwamba tutakula na kunywa. Hatutawaza kitu cha kula, tutachagua tena kitu ya kula. Hatutapangiwa kitu cha kula kama wagonjwa wanavyofanya, kwamba unapangiwa usile mboga za majani, usile chakula cha chumvi. Kwa wana Mispa hapana, tutakula kitu tunachotaka, tutakula kwa nafasi tuliopewa, tutakula na kuzaza, kwa sababu ni ahadi ya Bwana. Wewe uliyemkiri Yesu, wewe uliyemkubali Yesu, hakuna kuchagua chakula, utakula chochote. Ukiamua kula ugali wa mnafu utakula, ukiamua kula wali mweupe utakula, ukiamua kula ugali ambao una mboga utakula, kwa sababu ni ahadi ya Bwana ya kwamba wamtumainio yeye hawataaibika wala hawatatikiswa. Kwa sababu gani? Umemkubali Yesu, na Yesu alishinda vyote, lazima ukashinde. Ni mwaka wa kushinda. Tutashinda, tutashinda kwenye majaribu, tutashinda kwenye uchumi, tutashinda kwenye elimu, tunashinda kwenye kutazama. Bwana Yesu asifiwe.